Kujitahidi kutenda mema bila Yesu ni hasara. Kwa nini matendo mema pekee hayatoshi kwa wokovu? Katika dunia ya leo, kuna watu wengi wanaosema, mimi simdhuru mtu, mimi ni mwaminifu, nawasaidia maskini, sijawahi kuiba, Mungu atanipokea kwa sababu nafanya mema. Matendo hayo ni mazuri na yanapaswa kuwepo katika maisha ya kila mtu. Lakini Biblia inafundisha kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo yake mwenyewe. Wokovu haupatikani kwa jitihada za mwanadamu, bali kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo. Mtume Paulo anasema kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 mpaka wa 9, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Hii ndiyo msingi wa Injili. Namba 1, matendo mema ni mazuri, lakini hayawezi kufuta dhambi. Mungu anapenda watu watende mema. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9, na tusichoke kutenda mema. Lakini tatizo ni kwamba matendo mema hayawezi kufuta dhambi ambazo tayari zimekutenganisha na Mungu. Mfano ni mtu anayevunja sheria, halafu baadaye anafanya mambo mengi mazuri. Yale mema hayaondoi kosa alilofanya. Hivyo hivyo, dhambi inahitaji msamaha ambao haupatikani kwa juhudi zetu, bali kwa damu ya Kristo. Hivyo, matendo mema ni muhimu, lakini hayalipi deni la dhambi. Namba 2, watu wote wamefanya dhambi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna anayesema mbele za Mungu, sijawahi kutenda dhambi. Kila mwanadamu anahitaji Mwokozi. Ndiyo maana Yesu alikuja duniani. Tatizo kubwa la mwanadamu si ukosefu wa matendo mema, bali ni tatizo la dhambi. Namba 3, Yesu ndiye njia pekee ya wokovu. Yesu alisema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 6, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hakusema mimi ni njia moja kati ya nyingi, alisema mimi ni njia. Mitume pia walitangaza kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 4 mstari wa 12, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Hivyo hakuna dini, hakuna falsafa, hakuna matendo mema yanayoweza kuchukua nafasi ya Yesu Kristo. Namba 4, mfano wa Kornelio. Kornelio alikuwa mcha Mungu. Kornelio alikuwa ni mtoaji wa sadaka, lakini pia Kornelio alikuwa mtu wa maombi. Lakini Mungu bado alimtuma Petro kumhubiria Injili. Ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa bado anamhitaji Yesu Kristo. Habari hiyo inapatikana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 10. Kwa baada ya kuisikia Injili, yeye na nyumba yake walimwamini Kristo na wakampokea Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa na tabia njema, lakini bado unahitaji kumpokea Yesu. Namba 5, Paulo aliacha kujitumaini kwa matendo yake. Paulo alikuwa mfarisayo, mjuzi wa sheria, mwenye bidii katika dini. Lakini alipokutana na Kristo alisema kwenye Wafilipi sura ile ya 3 mstari wa 8 mpaka wa 9, na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya ubora wa kumjua Kristo Yesu. Hivyo hakutaka kuhesabiwa haki kwa matendo yake, bali kwa imani katika Kristo. Hakuna sifa ya kibinadamu inayoweza kuchukua nafasi ya haki ya Kristo. Namba 6, matendo mema ni matunda ya wokovu. Baada ya kuokolewa, Mungu anatutaka tutende mema. Biblia
Endelea kusema kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Angalia mpangilio. Tunaokolewa kwa neema, kisha tunaishi maisha ya matendo mema. Hatutendi mema ili tupate wokovu. Tunatenda mema kwa sababu tayari tumeokolewa. Hivyo, matendo mema ni ushahidi wa imani iliyo hai, si bei ya kununua wokovu. Namba 7. Bila Yesu hatuwezi kuzaa matunda ya kudumu. Yesu alisema kwenye Yohana sura ya 15 mstari wa 5, bila mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu anaweza kufanya mambo mengi yanayoonekana mazuri mbele za watu, lakini yaliyo ya thamani na ya milele ni yale yanayotokana na uhusiano wa Kristo au na uhusiano pamoja na Kristo. Hivyo nguvu ya kuishi maisha yanayompendeza Mungu kutoka kwa Yesu. Namba 8, mfano wa mnyang'anyi msalabani. Mnyang'anyi aliyekuwa karibu na Yesu hakuwa na muda wa kufanya matendo mengi mema, lakini alimwamini Yesu na kusema, Yesu, nikumbuke utakapouingia ufalme wako. Luka sura ya 23 mstari 42. Yesu akamjibu, leo utakuwa pamoja nami peponi. Luka 23 mstari 43. Aliokolewa si kwa matendo yake, bali kwa imani katika Kristo. Wokovu ni zawadi ya neema kwa kila anayemwamini Yesu kwa moyo wa kweli. Namba 9. Kumjua Yesu ni faida kuliko vitu vyote. Kumjua Yesu ni faida kuliko vitu vyote. Paulo alisema kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 8, na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya ubora wa kumjua Kristo Yesu. Utajiri unaweza kuisha, afya inaweza kubadilika, umaarufu unaweza kupotea, lakini kumjua Yesu ni utajiri wa milele. Namba 10 na mwisho, chukua hatua ya kumpokea Yesu leo. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12 inasema, yeye aliyempokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na tena kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10 inasema, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Usiwairishe wokovu. Leo ndio siku ya neema. Mpendwa, usidanganyike kufikiri kwamba matendo mema pekee yanatosha kukupeleka mbinguni. Mungu anafurahia matendo mema, lakini kwanza anataka moyo wako. Bila Yesu, matendo mema hayaondoi dhambi. Bila Yesu, jitihada za mwanadamu hazileti wokovu. Bila Yesu, hakuna anayeweza kujihesabia haki mbele za Mungu. Lakini ukiwa ndani ya Yesu Kristo, unasamehewa dhambi, unafanywa kiumbe kipya, unapewa uzima wa milele, kisha Roho Mtakatifu anakupa nguvu za kutenda mema yanayomtukuza Mungu. Kumbuka haya. Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Bila mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Narudia tena. Yohana sura ya 15 mstari wa 5. Mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Bila mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Na kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 na 9 nasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa matendo. Haleluya! Kwa hiyo mkaribie Yesu Kristo kwa imani, mpokee kama Bwana na Mwokozi wako, kisha uishi maisha ya matendo mema kama matunda ya wokovu uliopokea. Hapo ndipo maisha yako yatakuwa na thamani ya milele na yatamtukuza Mungu. Haleluya! Mungu akubariki sana. Mpendwa msikilizaji, kama umeguswa na neno hili la Mungu na unatamani kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, au unataka kurudi kwake baada ya kuwa mbali naye, naomba urudie sala hii kwa imani kutoka moyoni mwako. Sema, Bwana Yesu Kristo, ninakuja mbele zako leo nikiwa na moyo wa toba na unyenyekevu.
Ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na siwezi kujiokoa kwa nguvu zangu mwenyewe wala kwa matendo yangu mema. Ninaamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu, ulifanyika mwanadamu, ukafa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, ukamwaga damu yako ya thamani kwa ajili ya wokovu wangu, na siku ya tatu ukafufuka katika wafu ili kunipa uzima wa milele. Leo ninatubu dhambi zangu zote. Naomba unisamehe, unitakase na uniondolee kila uchafu wa dhambi kwa damu yako takatifu. Bwana Yesu, ninafungua mlango wa moyo wangu. Ingia ndani ya maisha yangu. Kuanzia leo ninakupokea kuwa Bwana wangu, Mwokozi wangu na mfalme wa maisha yangu. Nisaidie kuishi maisha yanayokupendeza. Nijaze kwa Roho Mtakatifu. Nipe nguvu za kushinda dhambi, kukufuata kwa uaminifu, kulipenda neno lako, kupenda maombi na kutembea katika utakatifu siku zote za maisha yangu. Bwana Yesu, andika jina langu katika kitabu cha uzima na nifanye kuwa mtoto wako wa kweli, na unisaidie nidumu katika imani mpaka mwisho wa maisha yangu. Asante Bwana Yesu kwa kunisamehe, asante kwa kuniokoa, na asante kwa kunifanya kiumbe kipya. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Haleluya. Mungu akubariki sana. Ni furaha mbinguni, ni furaha kwa watakatifu wa Mungu, ni furaha katika ufalme wa Mungu kumwamini Yesu Kristo katika maisha yako na kuanza na kuendelea kutenda matendo mema kila siku. Sasa ninaweza kuwaombea wote kwa pamoja. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya kila mtu aliyesikiliza ujumbe huu. Asante kwa sababu neno lako lina uzima, lina nguvu na lina uwezo wa kubadilisha mioyo ya wanadamu. Tunaamini kwamba halitarudi kwako bure, bali litatimiza kusudi lililotuma. Bwana, naweka mbele zako wasikilizaji wote, wapo waliokupokea leo kwa mara ya kwanza na wapo waliorejea kwako kwa toba ya kweli. Ninakuomba uwasimamishe imara katika imani, uwape mizizi ndani ya Kristo, wajaze Roho Mtakatifu na uwape shauku ya kukua katika neno lako kila siku. Baba, walinde dhidi ya mafundisho ya uongo, dhidi ya majaribu ya dunia na dhidi ya hila zote za adui. Uwape hekima ya kutembea katika kweli yako na uwafundishe kutegemea neema yako kila siku. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, naomba waponye waliovunjika moyo, wafariji wanaolia, watie nguvu waliokata tamaa, wafungulie milango waliokwama, wape amani wenye hofu, wape tumaini waliokata tamaa, wafanye waone kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwako. Baba, bariki familia zao, bariki ndoa zao, bariki watoto wao, bariki kazi mikono yao, bariki huduma zao, wape afya njema, amani, hekima na neema ya kuendelea kutumikia kwa uaminifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaomba kila mbegu ya neno iliyopandwa leo ikue na kuzaa matunda ya toba, utakatifu, upendo na uaminifu kwa Kristo. Maisha yao yawe ushuhuda wa utukufu wako. Bwana Yesu, wafundishe kukutafuta kuliko kutafuta baraka zako. Wafanye wakupende kuliko kuipenda dunia. Wafanye wadumu katika imani mpaka siku ya kurudi kwako. Tunayaweka maisha yao mikononi mwako, tukijua kwamba wewe uliyeanza kazi njema ndani yao utaikamilisha. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Pendwa msikilizaji, asante sana kwa kuwa umekuwa mmoja nasi mpaka mwisho wa somo hili. Tunaomba Mungu akubariki, akutie nguvu na akuongoze kila siku katika njia zako zote. Ikiwa somo hili limekuwa baraka kwako, bonyeza kitufe cha subscribe na washa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila somo jipya tunapoliachilia katika Maisha na Neno. Pia share ujumbe huu kwa familia yako, marafiki zako na wengine unaowapenda. Huenda kwa kushare kwako Mungu akatumia ujumbe huu kuleta wokovu, matumaini na maisha mapya kwa mtu mwingine. Lakini pia usisahau kuandika ushuhuda wako
au jambo ambalo Mungu amekufundisha kupitia somo hili kwa sehemu ya maoni. Tutafurahi kumtukuza Mungu pamoja nawe. Lakini pia bila kusahau kulike, maana kwa kulike somo hili linaweza kuwafikia wengi katika Maisha na Neno katika mtandao wa YouTube. Jiandae kwa somo lijalo. Mungu akubariki sana. Mpaka tukutane tena. Mungu akulinde, akufanikishe na kujaze neema yake. Na endelea kuko katika Kristo, endelea kulisoma neno la Mungu na endelea kutembea kwa imani. Tukutane tena katika Maisha na Neno wakati mwingine. Shalom. Amen.